As we know, jana ilikuwa ni sikukuu ya Eid. Ndugu zangu Waislamu duniani kote waliweza kushiriki kwa pamoja kuweza kusherehekea sikukuu hiyo ya Eid mara baada ya kuweza kufunga kwa takriban siku 30 kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jana waliweza kusherehekea Eid al-Fitr duniani kote, waliweza kufanya hivyo na mambo yakaenda vizuri. Asanteni sana kwa ndugu zangu nyote ambao mmeweza kuwaalika wenzenu wakaja kushiriki kwa pamoja kuweza kula pamoja, lakini pia kusherehekea pamoja. Lakini asanteni sana ndugu zangu ambao mmeweza kuwavutia waya wenzenu na wakaweza kuwakaribisha kuweza kufika katika majumba yenu kuhakikisha kwamba wanashiriki kwa pamoja kuweza kupata chakula kwenye siku hiyo muhimu ya sikukuu ya Eid al-Fitr, kwa sababu tumeweza kufunga siku 30 zote. Basi hata ile siku ya mwisho ambayo tunakwenda kufungua, kwa maana kwamba sikukuu ya Eid tuweze kushiriki kwa pamoja na ndugu jamaa na marafiki, na jambo jema. Lakini hata kama ulishindwa, basi hongera kwa wewe ambao uliweza kutoa walau kidogo kugawia ndugu jamaa na marafiki ambao walikuwa hawana uwezo wa kuweza kukidhi maradhi ya chakula kwa sikukuu hiyo ya Eid. Kubwa zaidi ambalo nataka kukupasa ni kuhusiana na mtoto wa mtu mzima Diamond Platnumz. Hapa namzungumzia Tifa Dangote Princess. Na unaweza kuona namna gani ambavyo jana aliweza kushare picture zake na video zake ziliweza kutrend mara baada ya kuweza kuonekana akiwa amevaa abaya fulani hivi ambalo lipo juu mpaka chini, lakini juu pia kichwani ni kama kuna kikofia fulani hivi, kakilemba fulani hivi, kitu ambacho kimeweza kuzua maswali mengi sana kwamba muonekano wa dada huyu, lakini pia ni mtoto ambaye anaonekana anakuwa kwa kasi sana kadri siku zinavyozidi kwenda, tofauti na vile ambavyo watu walivyodhani. Princess Tifa ni binti ambaye anakuwa kwa kasi, ni binti ambaye anakuwa sana, muonekano wake unazidi kuwa mkubwa, na ni wale watu ambao tunasema wana miili mikubwa. So unajua kuna wale watu ambao ni mabig man, yani kuna wale ambao wana miili midogo, kuna wale ambao wana miili ya kati, afu kuna wale ambao ni mabig man, yani ili hali bado ni mdogo lakini mwili wake ni mkubwa sana. Hichi ndicho ambacho kinachoonekana kwa Tifa Dangote. Ameonekana ni binti ambaye anakuwa kwa kasi, ni binti ambaye anazidi kuweza kunawiri, ni binti ambaye anazidi kuweza kupendeza. By the way, ni binti ambaye muonekano wake unazidi kushtua kwa sababu ni kama vile bado ni mdogo kiumri, lakini ukimwangalia vile ambavyo anavyofanana basi inakupa mashaka kwamba ni binti wa namna gani. Ukimwangalia Tifa ni binti ambaye amekuwa kwa kasi sana siku za hivi karibuni. Na jana ilikuwa ni sikukuu ya Eid al-Fitr na akaweza kushare picture pamoja na video zikimuonesha akifurahia, lakini pia akisherehekea sikukuu hiyo. Kama tunakumbuka kwamba katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mama yao Zari the boss lady aliweza kuwa ni mama ambaye yupo karibu sana na watoto wake, lakini pia ni mama ambaye yupo karibu sana kuhakikisha kwamba ana wa connect na Mwenyezi Mungu watoto wake, na sio kuacha wakiwa separate, na sio kuacha wakiwa wako free, lakini alikuwa anahakikisha kwamba wanakaa sehemu moja, wanaweza kusoma vitabu vya imani ya dini ya Kiislamu, lakini wanakuwa ni watu ambao wanajua kwamba uwepo Mwenyezi Mungu, lakini wanajua kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kuna baadhi ya vitu ambavyo hawaruhusiwi kuweza kuvifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jana baada ya kuweza kufungua kwa maana kwamba sikukuu ya Eid al-Fitr, ameweza kuonekana pia Princess Tifa akiweza kuwa anafurahia, lakini pia anasherehekea sikukuu ya Eid katika muonekano fulani hivi ambao uliweza kushtua watu wengi, kwa sababu kwanza anazidi kukua kwa kasi, lakini cha pili muonekano wake anazidi kuwa mrembo. Miongoni mwa watoto ambao wanazidi kuwa rembo ni pamoja na Princess Tifa, na haikuwa tabu. Mtu mzima Diamond ni miongoni mwa watu ambao walikwenda kucomment kwenye post ambayo aliweza kupostiwa, lakini pia mama wa mtu mzima Diamond, namzungumzia Mama Chibu, Mama Dangote, naye pia alikwenda kucomment kwenye post ambayo aliweza kukomentiwa, na wengi waliweza kuhusianisha kwamba huenda Princess Tifa anafanana na Mama Dangote, yani mfanano ya Princess Tifa ni kama vile wanaendana na Mama Dangote, yani kuna namna ni kama doti zinaendana, yani ni kama vile mambo yanakwenda kushabiana kati ya Tifa Dangote pamoja na Mama Dangote, kwa sababu unajua yule ni bibi, na bibi sio mbaya kama ukifanana naye. Ni muhimu sana kuweza kufanana na bibi, mama, lakini ndugu tu wale wa karibu, kuhakikisha kwamba unakuwa ni miongoni mwa watu ambao unafanana nao. Kwa hiyo Princess Tifa anaonekana kama vile anafanana na Mama Dangote, miongoni mwa watu ambao wanafanana naye kwa hari na mali na kwa ukaribu mkubwa, kwa vile ambavyo anavyoonekana. Ni binti ambaye anakuwa kwa kasi, ni binti ambaye anaonekana kwamba anaelewa katika misingi ya imani, lakini pia misingi mingine ya kuweza kujua ulimwengu katika muktadha mwingine. So unajua kuna ulimwengu huu ambao tunauishi, lakini pia kuna ulimwengu wa namna nyingine. Duniani kuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine pia ni vya siri. Kwa hiyo yote hao ambavyo mtoto anavyotakiwa kukua, wakati mwingine awe anajua kwamba kuna baya, kuna zuri, kuna hiki, kuna kile, ili akija kikua basi maisha yake
anakuwa ni rahisi kidogo, tofauti na vile ambavyo atakavyokuwa hajui, kwa sababu wewe mzazi unaishi leo, huwezi jua kesho kama utakuwepo, kesho kutwa kama utakuwepo. Vipi kama ukimwacha mtoto akiwa hajui baadhi ya vitu ambavyo alipaswa kuvijua kutoka kwako, atakwenda kuishije pindi ambapo wewe haupo? Kwa hiyo ni maswali mengi sana ambayo wazazi wakati mwingine inabidi kuweza kujiuliza, lakini hakikisha kwamba unamlea mtoto wako katika misingi ambayo ni bora zaidi. Sasa kwenye comments zimekuwa ni nyingi sana mara baada ya kuweza kuonekana Tifa akiwa anafurahia, lakini pia akiwa amependeza. Watu wengi wameweza kuzungumza vya kwao, watu wengi wameweza kusema mambo mengi sana juu ya vile ambavyo bidada huyu anavyozidi kukua kwa kasi, na wengi wamesema kwamba bwana tunakusubiri wewe kuwa tu, sisi tunasubiri tuje tutoe mahali kwa mtu mzima Diamond Platnumz. Kwa hiyo wewe unasema kwamba jamani, Tifa Dangote unazidi kukua kwa kasi, siji nini unakula huko Afrika Kusini, nafurahi kuweza kukuona. Wengine wanasema kwamba malipo ni hapa hapa duniani, mimi ni mume halali wa Princess Tifa na nitakuwa mume wake na nimeshaanza kufanya process. Wengine wanasema kwamba jamani, Tifa unakuwa sana kwa kasi, sijui hata ula nini jamani, dada ambaye unakuwa kwa kasi sana, juzi tu umezaliwa, cheki leo ulivyokuwa mkubwa. Wengine wanasema kwamba jamani, wanawake wanakuwa kwa kasi sana, Tifa amezaliwa juzi, leo tayari ni mama mtu mzima, uwezi hata tegemea. Wengine wanasema kwamba Tifa wewe ni mrembo sana, hongera, endelea kukua, lakini pia usiache kumwamini Mungu, lakini kusoma kwa bidii. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu wameweza kuziandika mara baada ya Tifa kuweza kuonekana akiwa yupo katika harakati zake za kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo iliweza kufanyika jana. Vipi mtazamaji wa Majo TV, kwa upande wako, ni kweli Tifa anafanana na Mama Dangote? Lakini ukimwangalia muonekano wake pia vipi, unashabiana kwamba ni dada ambaye anakuwa kwa kasi tofauti na vile ambavyo watu walivyodhani, kwa sababu kila akiposti picture anazidi kuonekana kwamba anakuwa kwa kasi, anazidi kuonekana kwamba ni dada ambaye muonekano wake unazidi kushtua watu wengi sana, yani anazidi kufumuka. Unajua mtu akishakiwa Amila anafumuaga mtu sio mtu. Amila wewe inafumua kama ni mandazi, kama ni chakula. Amila ndo kazi yake kuweza kufumua, yani kuboost, kukuza, kukua kwa haraka. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo anavyoonekana Tifa Dangote, ni kama ni dada ambaye anawekewa amira ili aweze kukua kwa kasi. Dondosha comment yako hapo chini kwa kuhusiana na taarifa hii ya mtoto wa Diamond Platnumz, Princess Tifa Dangote, lakini pia tuambie vipi, ni kweli anafanana na bibi yake? Muhimu sana kuweza kutuandikia hapo chini. Ni muhimu sana pia kuendelea kuweza kusubscribe, muhimu sana kuendelea kuweza kucomment na kuambia watu wengine kwamba wewe sehemu pekee ambapo unapata habari za masuperstar Tanzania ni kupitia Majo TV.